watazamaji wa Channel 10, kipindi ni mimi na Tanzania kwa niaba ya African Media Group Tanzania na Channel 10 na wasimamizi wa kipindi cha mimi na Tanzania. Napenda nichukue fursa hii kuwashukuru kwa kuendelea kutazama kipindi hiki na kutusaidia katika shida hii muhimu ambayo leo hii mtoto Cecilia anatakiwa kufanyiwa operation ya haraka katika hospitali ya Apollo iliyoko New Delhi, India. Wiki iliyopita Jumapili tulirusha kipindi chake na leo hii ni marudio. Kabla hatujaendelea, tungependa kueleza Watanzania, wapenzi watazamaji wa kipindi hiki, waungwana mliojitokeza kwa hali na mali kumchangia binti huyu Cecilia anayetakiwa operation ya haraka ili kuokoa maisha yake. Napenda nichukue fursa hii kama mtangazaji wa kipindi hiki, kama niliyetoa rai ya kuomba pesa kwenu nyie watazamaji na Watanzania wenzangu na watazamaji wema wa kipindi hiki. Tumefanikiwa kupata fedha za kumpeleka Cecilia Edward nje ya nchi. Tumekwisha kusanya kiasi cha gharama zinazotakiwa kumtibu huko India. Napenda nichukue fursa hii basi moja kwa moja kwa niaba ya kipindi hiki cha mimi na Tanzania na Africa Media Group kuwashukuru baadhi ya watu ambao wametoa fedha na wangependa kusikia kwamba fedha hizi zimefika. Napenda niwajulishe kwamba wale ambao sintawataja, mko wengi sana, ni Watanzania mamilioni waliochanga, wa shilingi 1000, wa shilingi 2000, wa 500,000, wa 200,000, wa milioni, wa milioni 5 wapo. Tumepata pesa za kutosha na nitazitaja hapa, lakini kabla sijazitaja napenda niwashukuru wachangiaji moja kwa moja. Wasamaria wema wengi sana ambao wamekataa kutoja majina yao, ni wengi sana. Niwashukuru wa Tanzania, mmeonyesha maajabu. Mwitikio ni wa ajabu, msiache, mmeokoa maisha na tuendelee kumuokoa huyu. Akirudi tutaendelea kueleza nini kinachofuata. Nimshukuru bwana na bibi Nicholas Meela wa Mbezi Beach Tangibovu, ametoa dola 300. Ni familia hii ya bwana na bibi. Mchungaji George Makala ametoa 100,000. Mama Catherine Ambakisye, jina maarufu Mama Lola, ametoa 500,000 huyu, ambazo zilipokelewa na mmoja wa wafanyakazi wa Africa Media Group. Flora Minja ametoa shilingi 50,000. Mutaza Mustali ametoa shilingi 50,000. Bwana na bibi Leonard Kisarika wametoa shilingi 200,000. Na mikoa iliyoongoza, wapenzi watazamaji, katika ukusanyaji wa pesa zile za kutumia Tigo Pesa na M-Pesa, tunaambiwa hapa ni Mbeya, Moshi, Tanga, Arusha, Songea na Tabora. Mikoa hii imetoa pesa nyingi, watumaji wamekuwa wengi sana, pamoja na kwamba Dar es Salaam pia watu walikuwa wengi, lakini mikoa iliyoongoza mitano ni hii hapa. Tuwashukuru sana. Lakini kikubwa kinachoshangaza na kinachotuonyesha kwamba kwa kweli binadamu ni binadamu, lakini mama ni mama, wanawake ndio wengi. 80% ya watoaji wa pesa hizi walikuwa ni wanawake katika SMS. Nipenda nichukue fursa hii pia kushukuru vyombo vya habari ambavyo baada ya Channel 10 kurusha bado waliendelea kurusha. Nikianza na Clouds FM kutumia kipindi chake maarufu cha asubuhi kile cha Power Breakfast. Wameweza kufanya shughuli kubwa sana. Gerard Hando, Barbara, Bonge na Jimmy, kwa kweli ni washukuru sana. Mmevuta watu, mmevuta hisia na msiache. Na bado vile vile mmeweza kuchangia kama Power Breakfast shilingi 1,000,000. Tunashukuru sana kwa mchango wenu. Nishukuru Regency Hospitali ambao baada ya kutangaza kipindi hiki wamejirudi, wameamua kusaidia, ndio wanaotuongoza katika kwenda kulipia Apollo, na badala ya shilingi 9,500 tunaweza kwenda Apollo kwa shilingi 6,700. Tumepunguziwa. Kwa hiyo tuwashukuru sana Regency Hospitali. Dr. Kanaba, asante sana. Mr. Dosa ambaye ametuelekeza kwa Dr. Kanaba, tunashukuru sana kwa msaada wako. Lakini pia tunapenda kuwashukuru vile vile wanahabari wengine kuacha Clouds FM, Channel 10 na hata Mwananchi ambao waliweza kutoa habari hii. Vile vile tunao bloggers, tuwaite famous bloggers wa Tanzania. Tuna Michuzi ambaye aliweza kurusha habari hii. Michuzi Junior kwa jina la Ahmed amerusha habari hii. Hakingowi amerusha habari hii katika blog yake. Mohamed Deuji amerusha habari hii, na vile vile John Bukuku kupitia bloga yake ya Full Shangwe. Tunashukuru sana, msikate tamaa, endeleeni kuwasaidia Watanzania. Tuko pamoja. Tuende kwa katika SMS, M-Pesa na Tigo Pesa zilizoingia. Tumepata pesa nyingi sana kutoka M-Pesa Tigo Pesa, zaidi ya shilingi 3,000,000 zimeingia kwa ujumla, ninasema M-Pesa Tigo Pesa hapa. Na tuna NMB account tumepata zaidi ya 900,000 kwenye account ya bwana Peter Nyarugeme ambaye ndio mlezi wa Cecilia. Lakini kwa ujumla sasa tujumlishe M-Pesa na NMB. Jumla imekuja ni 4,530,000.
M-Pesa tu, Tigo Pesa na NMB. Sasa tuongelee wale ambao walikuwa wanapiga simu, wananipigia. Tumepata jumla ya $6,700. Hawa ni wale waliokuwa wanapiga kwa kuchanga, natoa $5,000, $1,000. Tumepata kiasi hiki. Na sasa tukajumlisha zile milioni, tukatoa milioni 4,500,000 kuweka katika dola. Tumepata dola 2,754. Tumejumlisha 6,700 jumlisha 2,754, tumepata jumla dola 9,454. Ninapozungumza na wewe mpenzi mtazamaji, tumekwisha lipa katika hospitali ya Apollo na tayari tiketi zimekwisha patikana, na kinachoendelea ni kupata visa. Wana passport yao, atakwenda Peter Jarugembe na atakwenda na binti huyu katika ulezi wake. Lakini tunangoja passport, tunategemea Jumatatu asubuhi au hadi mchana wamepata pasipoti zao, na Jumanne Mungu akipenda safari yao inaanza kuelekea India. Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Cecilia, Mungu bariki wa Tanzania wote walioweza kusaidia. Bado tunaendelea. Cecilia anakwenda, tumuombe. Tunahitaji bado matumizi ya yeye akiwemo kule, madawa na hata mlezi wake. Kwa hiyo kama kuna mchango zaidi ulete hapa Channel 10 kwenda kwa director Alex Kobia au kwa msimamizi mkuu wa kipindi hiki Hamid au Rest ambaye anaweza kupokea kama senta kuepo. Vile vile endelea kutumia simu namba 0767 26 26 25 Hoistemu. Utaongea nami kama kuna chochote unataka kusaidia. Kama unavyomuona binti huyu bado nguo anayotumia ni ile ile. Tumbo linaendelea kukua kila baada ya siku zaidi ya sentimita 1. Kwa hiyo nguo kila siku zinabadilika. Kama una nguo, una vitambaa, shona nguo hizi tuletee aweze kusafiri nazo. Chochote ulicho nacho, wanasema kutoa ni moyo, usambe utajiri. Asanteni watazamaji wa Tanzania, tumeweza, tuendelee. Ilikuwaje Cecilia ambaye ni mzaliwa wa Kisarawe aliishia katika familia hii? Labda tuwasikilize hao wanafamilia wanalipi la kutuambia. Cecilia alifikaje hapa? Bwana Nyambaliko, labda ujitambulishe jina lako na shughuli zako hapa eneo la Mbagala Kuu, lakini vile vile ilikuwaje Cecilia akaishia kufika katika familia yako? Asante mtangazaji. Mimi jina langu naitwa Nyarugembe Peter Kambaliko, ni mkazi wa Mbagala Kuu nje ya Ng'ombe. Mimi ndiyo na sasa hivi naishi na huyu mtoto Cecilia Edward, ambaye kwa mara ya kwanza kuonana naye Cecilia Edward ni pindi nilipokuwa nimeenda katika kikazi kibiashara katika eneo la kijiji cha Mpiji Kisarawe. Ndio katika hali ya matembezi, usafiri niliokuwa nao ambao ni pikipiki ikawa imeniharibikia. Katika kuharibika ndio nikaona ngoja niende katika familia ambayo naweza kupata angalau msaada zaidi kwa ajili ya usafiri wangu ili niweze kurudi mjini. Ilikuwa majira ya saa 9 mchana. Sasa ghafla katika familia naenda kugonga mlango, nikakutana na binti yuko nje kwenye kiambaza nje, na jua liko limemwakia. Sasa nikafikiri labda ni mama, labda ndio muhusika wa nyumba. Kwenda kujaribu kuongea naye nikakuta ni mtoto anaumwa, na wa ndugu zake ambao walitakiwa labda niongee nao hawakuepo. Nikajaribu kumuuliza, "Wewe mtoto unaitwa nani?" Na ndipo alijitambulisha kwangu kwamba anaitwa Cecilia Edward na yeye anaumwa. Nikamuuliza, "Unakaa na nani?" Akaniambia anakaa na dada yake ambaye ni mkubwa ambaye anaitwa Renata. Nikamuuliza sasa hivi ameenda wapi? Akaniambia ameenda huko chini kwa ajili ya kufanya vibarua shambani. Na ni kweli nilifuatilia hiyo sehemu, aliponielekeza nikaenda nikamkuta huyo binti alikuwa anapalilia kwenye mihogo. Nilipomuomba kwamba turudi tuje nyumbani na mazungumzo naye. Nilipokuja nikazungumza naye huyo binti kuhusu hali ya huyo mgonjwa, akanielezea ambaye mtoto ana wazazi. Akasema yeye hawana wazazi, baba yake alifariki, huyu hajamuona baba yake, ila mama yake anaweza simtambue au akamtambua kwa sababu alifariki angali mdogo sana, angali ana mwaka mmoja kama na nusu au miaka miwili. Sasa tangu hapa alipofariki huyo mtoto akaanza kuwa mwili wake unakuwa dhaifu. Kwa historia ya jinsi ya hali ya ugonjwa wake ilivyoanza kuingia, mwili wake ukawa unaanza kuwa dhaifu, viungo vinasinyaa.
Basi kuanzia hapo huyo mtoto hakuweza kuenda katika hospitali za serikali au yote ile kupata matibabu zaidi. Ilikuwa sana sana wanamnunulia Panado kulingana na uwezo ambao walikuwa nao. Panado zaidi hapo aliangukia kupelekwa dawa za kienyeji. Zaidi alikuangukia ambako walikuwa hawajui, wakawa wanashuku kwamba huenda mtoto huyo anarogwa. Kwa hiyo wengi vijijini wakawa wanakimbilia dawa za kienyeji. Kwa hiyo amekaa huko kwa waganga kwa muda mrefu, akirudi basi wakamwanzisha shule. Kwa shida hivyo, anaenda leo anakaa wiki nzima. Anaenda leo anakaa wiki nzima. Ina maana wale ambao walianza nao shule kwa sasa hivi katika shule ya Ulisoma wapi? Shule ya msingi Masaki. Masaki. Katika hiyo shule ya msingi Masaki ndio leo hii wao wanafanya mtihani wa kumaliza darasa la 7. Na maana angekuwa mzima na leo hii yeye angekuwa ameshamaliza, angefanya mtihani wa darasa la 7. Yaani wenzake ndio wanafanya sasa hivi mtihani wa darasa la 7. Basi kulingana na hali ambayo mimi nilimkuta pale, nikajaribu kuwaomba kama wanaweza kaniruhusu nimchukue, nimlete huku Dar es Salaam, tumpeleke hospitalini akafanywe vipimo tujue tatizo ni nini. Nikauliza labda mnaweza kanisaidiaje? Akasema sisi hatuna uwezo namna wa kukusaidia. Kama wewe unaweza mbebe huyo hapo. Basi sikufanya zaidi mimi, nikaitisha usafiri pale, nikaleta usafiri nikamchukua moja kwa moja Muhimbili. Nimemlaza Muhimbili mpaka mwezi wa 6 ndio ametoka Muhimbili. Ameruhusiwa kutoka Muhimbili baada ya kuonekana kwamba tatizo lake haliwezi kumalizika pale Muhimbili. Tatizo ni nini hasa ambapo madaktari Muhimbili wanasema sasa Cecilia ulimlaza kwa muda gani labda tujue, alafu tatizo ni nini hasa, wanasema ni nini kinachofanya uvimbe huu unakuwa hivi? Cecilia amelazwa pale Muhimbili kwa muda miezi 6 mfululizo. Maana alikuwa akitoka akiruhusiwa wiki moja, siku hiyo ya pili yake tunamrudisha kulingana na hali yake ilivyokuwa inabadilika. Akikaa tu nyumbani siku 2-3 tunamrudisha tena Muhimbili. Baada kufanywa vipimo, walifanywa vipimo vingi sana mtoto huyu. Pamoja labda kabla hujajibu hilo, ukisema hali inabadilika, una maana gani? Kwamba unajuaje kwamba sasa hapa amezidiwa? Hali yake inakuwaje kiasi kwamba mnamrudisha tena hospitali? Hali yake ni kwamba tumbo hili lilikuwa nafika sehemu mpaka maji yanatoboa, yanavuja kwa nje. Mpaka ikaja ikafikia mpaka funza wakawa wameingia kwenye kupitia sehemu ambazo kwa sababu tulikuwa tumpeleka wanamnyonya damu. Kama siku ya kwanza alimtoa maji kama lita 9, siku nyingine akamvuta maji lita 6, wakaenda hivyo wanapunguza mpaka ikafikia kama maji lita 2, ndio akawa ameishia hapo. Yaani nilifikia kwamba hawezi kulala, hata namna ya kulala anashindwa, analalamika. Kama mfano kama sasa hivi umeme ukikatika ndio anapata shida kweli. Ukaaji wake ni shida. Kwa inabidi tena tumrudishe tena hospitalini. Basi tukifika tena analazwa tena anakaa labda tena wanamrudisha tena kulingana na msongamano wa wagonjwa kule Muhimbili. Ilifika mara wagonjwa mpaka kipindi kile wagonjwa wa mabomu matokea Gongo la Mboto. Wagonjwa walikuwa wengi sana, walirundikana. Ikafikia wakawa wanamlaza chini. Nikawaomba kulingana na huyo mtoto na yeye ana kidonda tumboni na yeye analala chini. Kiafya kwa kweli haitakuwa vizuri. Naombeni tu akae nyumbani. Labda hali itakapokuwa tena basi nitamrejesha. Lakini pamoja na hiyo haikuzaa matunda kwa sababu tumefika tu nyumbani hali yake kama mbaya tena tukarudi tena hospitalini. Kwa akaendelea kukaa kwa muda miezi 6 mfululizo. Baada ya hapo tukao tunaatendi kwenye kliniki. Tukao tunaenda kwenye kliniki, analazwa, anavutwa maji, tunarudi nyumbani. Unaona. Kwa hiyo tumeenda mpaka tarehe 5 mwezi wa 8 ndio ambayo siku ya mwisho ambayo tumeenda kliniki kwa ajili ya matibabu huyo mtoto. Na ukisema wanatoa maji sehemu gani? Tumboni. Kuna sehemu ambayo labda wametoboa au wanatoboa, yani tumboni hapo kuna sehemu ambayo imetobolewa. Kuna sehemu wanatoboa, wanachoma sindano. Wanachoma sindano, wanavuta yale maji. Maji machafu yanawasha, yanatoa harufu hatari kwambia. Yaani siku ambayo walitoboa hapa nyumbani ulikuwa unaweka shuka tu, linaroa hapo. Unaweka lingine linaroa hapo. Unaona. Cecilia, nikigusa tumbo lako hivi, unasikiaje? Maumivu yakoje? Yaani linakuwa linauma. Nikifanya hivi unasikia maumivu. Kuna sehemu maalum ambayo nikigusa
unasikia kabisa maumivu ni makali kuliko sehemu nyingine. Na kama hivyo ukitaka kwenda kujisaidia kuna shida yote ambayo unapata? Nakuaje? Kukaa chooni. Kwa hiyo choo hakijakaa kuweza kukusaidia wewe. Na chakula visiokuwa na mafuta. Unakula vyakula ambavyo havina mafuta? Sasa Bwana Peter, hebu tuambie vipimo ambavyo vilifanywa kule Muhimbili. Cecilia Edward amefanywa vipimo, alianzia vipimo pamoja na figo, ini, moyo, vipimo vyote, CT scan, echo, hivi vyote ambavyo alivifanya. Baada ya hapo ndio ikagundulika kwamba tatizo lake ni la moyo. Pamoja na hii picha ambayo inaonyesha kabisa kwamba upande mmoja ni mkubwa, upande mmoja ni mdogo, ndio hii hapo. Hiyo hapo. Sababu kubwa ambayo wanasema waliopima watoa vipimo hivi unatokana na nini kukua kwa moyo kuwa mkubwa? Anasema kwamba tatizo kubwa hilo limechangia mpaka kuwa katika hali hiyo ni kwa sababu hakupata matibabu mapema. Lakini ugonjwa ulikuwa ni nini sasa? Ugonjwa wake ilikuwa ni mishipa wanasema imefeli kufanya kazi. Valve zake wanasema imefeli kufanya kazi. Ndio. Kwa hiyo hapo huyo mtoto, kwa maelezo ambao kidokta ambao alinipa kwamba mtoto anatakiwa afanyiwe either ipatikane ambayo ni kiungo kingine ambayo ni organi nyingine iwekwe, hii ndio kuweza kunusuru hali yake. Lakini hata mtazamaji yote anayemtazama Cecilia sasa hivi, moyo, watu wanategemea moyo uliovimba uko hapa, si ndio? Binadamu wote tuna moyo upande wa kushoto. Lakini sasa moyo, wanasema moyo umevimba. Sasa nini kilichofikia, labda tueleze kwa kirahisi zaidi kwamba sasa huku kunajaa maji. Kwa hiyo ni kwamba moyo umefeli kufanya kazi au ni nini ambacho kinafanya tumbo hili linakuwa hivi? Ina maana kwamba hapo kuna upande mmoja katika moyo, kuna upande mmoja ambao una ventricle na ventricle. Upande mmoja unafanya kazi na upande mwingine umeacha kufanya kazi. Kwa hiyo huo ndio unasababisha hayo maji yanakuwa yanatuama maeneo hayo. Kwa hiyo valve zake za upande mmoja zimefeli, ambao ndio hizi hapa unavyoona hivi. Ambao ukipima kutoka hapa kwenda huku, kutoka hapa kwenda hapa ni sentimita kama 7 ina point, lakini kutoka hapa kuja hapa ni sentimita kama 2. Watazamaji, kama mnavyomuona Cecilia, angalia mkono wake. Ni msichana wa miaka 14 huyu, lakini mkono wake ni mwembamba sana. Inaonekana tayari nguvu zote au maendeleo yake anashindwa. Hata akisimama, akitaka kutembea, utaona kabisa kwamba hana tena ule uwezo wa kutembea kama kawaida. Hata ukisimama, amekisimama, unaona mgongo wake hapa umepinda kabisa. Anaanguka akisimama kwa muda. Kwa hiyo hii inampa sana shida